Msikilizaji, hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu, na hapa hebu turudi nyuma kidogo sehemu ya pili tujikumbushe mambo yalikuwaje. Kuna kitu unaweza kujiuliza kwamba kiliendelea nini kati ya Farida na Chris. Ukweli wiki kadhaa mbili zilizopita toka siku ile ambayo Chris kuwakuta Farida na yule mwanachuo mwenzie wakitokea guest house pasipo Chris na Farida kuonana. Sio kwamba Farida hakuja nyumbani kwa weekend, alikuja mara mbili bila yeye mwenzie, lakini mara zote Chris alijifungia ndani akijisomea. Hata wiki ya 3 Farida alikuja nyumbani kwao akiongozana na yule mwanachuo mwenzie, na hapo akamtuma dada wa kazi kwenda kumuita Chris. Tuendelee kujua mambo yalivyokuwa. Lakini Chris naye alipopata ujumbe huu akaondoka zake na kuelekea kondeni kuangalia bustani yake, kwa maana hakutaka kabisa kuonana na Farida ambaye kwa vyovyote alihitaji kununuliwa vinywaji na fedha ya usafiri. Hivyo mgeni alishakunywa maji na kurudi kwa miguu mpaka chuo. Hiyo haikuwa mbaya, maana chuo kilikuwa mbali sana toka nyumbani kwa kina Farida. Siku zilikwenda huko, mara kwa mara Charlotte akimsemesha Chris na kufanya kuwa Chris awe mmoja kati ya wanaume wachache wenye kuongea na Charlotte, na awe mwanaume pekee ambaye alikuwa anasemeshwa na msichana huyu mrembo ambaye ni mmoja kati ya watu wachache wanaoletwa shuleni na usafiri wa binafsi. Naam, hatimaye mitihani ilimalizika, Chris akiwa amefanya vyema kuliko wanafunzi wenzake wote. Yaani alifurahi kwa kiwango kikubwa sana. Alifaulu kwa kiwango kikubwa sana, kiasi cha kujipatia sifa kubwa kwa wanafunzi wenzake na walimu, na kumfanya kijana huyu kuanza kujulikana miongoni mwa wanafunzi wale. Na mmoja kati ya wanafunzi waliompa hongera yake ni Charlotte. Hongera sana Chris. Ningekuwa sayansi ningepata mtu wa kusoma naye, alisema Charles, ambaye pia katika darasa lao yeye alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi walioshika nafasi za juu. Hongera na wewe, nimeona umeshika nafasi ya 4, alisema Chris, ambaye sasa alishamzoea Charlotte na kuona kawaida pale anapoongea naye. Naam, hatimaye likizo ya mwezi wa 12 ikawadia, shule na vyuo vikafungwa. Wanafunzi wakarudi majumbani wakienda na ratiba zao pamoja na maandalizi ya msimu wa sikukuu, yani Christmas na mwaka mpya. Sikukuu ambazo asilimia kubwa ya wanafunzi hawa walikuwa wanazisubiria kwa hamu kubwa sana. Ukweli Chris, ambaye alishafanikiwa kwa kiasi kikubwa kuondoa mawazo juu ya Farida, alijitahidi kumkwepa mwanamke huyo kadri alivyoweza. Kila alivyoweza akichelea kuamsha hisia ambazo alishazisahau. Alifanya hivyo makusudi, maana Chris alishajua kwa Farida hakuwa anampenda hata kidogo. Ni vyema kujiweka mbali na msichana huyo. Wakati huo tetesi za Farida kuwa anatembea na kijana mmoja pale mtaani zilianza kuenea, na mbaya zaidi ilisemekana kwa baadhi ya watu walishawakuta mara kadhaa wakinyanduana kichakani mida ya usiku. Licha ya kwamba ilimuuma sana kijana wetu, lakini aliamua kupotezea na kujiweka mbali na mwanamke huyo. Lakini juhudi zake hazikuzaa matunda, maana siku moja mida saa 12 Chris akiwa anatoka shambani kwake kule kondeni ile anaingia nyumbani kwao, mara akashtuliwa. Mambo Chris, ilikuwa ni sauti ya Farida toka nyumbani kwao. Hapo Chris akajifanya kama hajasikia, akaendelea kutembea pasipo kugeuka wala kuitikia. Chris mwanangu, hujambo? Safari hii ilikuwa ni sauti ya mama Farida. Hapo Chris hakuwa na ujanja, akageuka na kutazama pembeni ili kutokea sauti ya kwa kina Farida, ambako aliweza kumwona Farida akiwa amesimama na Farida. Shikao mama, alisema Chris huko anaichekesha. Maraba mwanangu, naona siku hizo upo busy sana, hata mwenzio hauna habari naye, alisema mama Farida. Na hapo wote wawili, yani Farida na Chris, wakajichekesha kidogo. Ndio mama, unajua tena tunatafuta fedha ya shule Januari, alisema Chris, ambaye sasa aliweka ndoo na jembe chini. Na hapo ndipo maongezi yalipoanza na kusababisha kuwa chanzo kingine cha wawili hawa kurudisha urafiki wao, maana baada ya Farida kuongea na mawili matatu aliondoka zake na kuacha Farida na Chris wakaendelea kuongea pasipo hata mmoja kuongelea swala lilotokea siku ile kule guest bubu. Zaidi walizungumzia maisha ya kawaida ya shule na chuoni. Urafiki wao ulikuwa umefufuka, japo sio kama zamani. Sasa hivi walikuwa wanaishia kusalimiana na kuongea kwa muda mfupi, na kisha kila mmoja kuendelea na mambo yake. Siku zikisogea, huku wawili hawa wakizidi kuzoeana na kuwa karibu zaidi, huku taratibu
huku taratibu Chris akianza kujua na ile hali ambayo alikataa mwanzo. Likizo ilimalizika na shule zikafunguliwa na kila mmoja akaanza msimu mpya wa masomo, huku Chris akijihesabia kuwa hakuwa na mpenzi kabisa, kitu ambacho kilimweka huru, japo ilimuumiza sana wakati mwingine, maana aliweza kuwaona vijana wenzie wakitoka na wasichana, lakini yeye alitazamwa kama mwanafunzi mwenzangu. Sio kwamba aliwahi kutongoza akakataliwa, la hasha. Chris alijiona na uoga mkubwa kutongoza mara baada ya kuonyeshwa vitendo vya dharau na rafiki yake wa utotoni, yani Farida, ambaye sasa hakuwa na safari nyingi za nyumbani kwao zile za siku ya weekend. Farida angekaa hata wiki 3 bila kuja nyumbani kwao, na endapo angekuja basi angekuja kwa mwanaume mwingine ambaye ni mwanafunzi mwenzie tofauti na yule wa zamani au aliyekuja naye safari iliyopita. Hakuna tafsiri ambayo Chris aliyoipata zaidi ya kuwa Farida alikuwa anabadili wanaume kama nepi za mtoto mchanga nyakati za masika. Kilichomliwaza kijana huyu ni kwamba nyakati hizi ni kwamba mwanafunzi mwenzake wa shule nzima walimpa heshima yake katika masomo. Kilichomliwaza kijana huyu ni kwamba kwa nyakati hizi ni kwamba wanafunzi wenzake wa shule nzima walimpa heshima yake katika masomo, maana alikuwa kali sana katika somo la sayansi, na sio kwa shule yao pekee ila kwa kanda yote ya kusini. Wanafunzi wa kike kwa kiume wenye kupenda kusoma walimfuata na kuomba msaada pale wanapokuwa wamekwama kwa masomo au wanapohitaji kuelewa jambo fulani. Na siku zilikwenda, siku zikakimbia, Chris akizidi kuongeza juhudi katika masomo huku akizidi kwa mbali na Farida na kutokuwa chochote kuhusu mapenzi. Japo matamanio alikuwa nayo, hakuwa uvumilivu wa kawaida, ni ukosefu wa ujasiri wa kutongoza, akihofia kukataliwa kwa ukapuku wa familia yake. Hivyo dawa yake pekee aliyofikiria ya kujipatia ujasiri utakaomwezesha kujipatia vitu vizuri anavyovikosa kwa sasa ni kusoma kwa juhudi ili apate kazi nzuri. Mwaka ulikatika, Chris akaingia kidato cha 6 akiwa ameongoza katika mtihani wa mwisho. Kila mmoja alimsifu jinsi alivyoweza kumudu vizuri masomo yake ya sayansi na hisabati. Mazoea yake na mwanadada mrembo Charlotte bado yalikuwepo, japo hayakuwa amezoeana sana. Ni mazoea ya kawaida tu, yani kusalimiana kisha kila mmoja akashika 50 zake. Ukweli matatizo ni kama kimvuli, ni kwamba haya kimbiliki, ni vyema ukakabili na kupambana nayo. Maana siku moja mida saa 10 za jioni, wakati akiwa anaelekea mwishoni mwa msimu wa pili wa kidato cha 6, yani karibia na kipindi cha mitihani ya mwisho wa kidato hicho, siku ya pili Chris akiwa anatembea mitaa ya majengo mitumbani ambako alikuwa anakwenda kununua nguo na viatu, ni baada ya kujihifadhia fedha kwa muda mrefu, mara akaona mzula ama kofia na sweta nzuri ya kisasa na t-shirt za mitumba zinazofanana, akavutiwa nazo. Sio rangi au muundo wa ile t-shirt ya mchezo yenye muonekano wa jezi ya wachezaji wa mpira wa kikapu, ila ni sababu ya maandishi na picha iliyokuwepo kwenye t-shirt hiyo na ile kofia, Charlotte Honest. Begani hivi vyote viwili? Aliuliza Chris baada ya kusogelea zile nguo. Leta 10,000 kwa zote mbili, alijibu kijana muuzaji huku anatoa zile nguo pale zilipotundikwa. Ukweli kijana huyo alikuwa na 37,000 mkononi mwake, lakini hakuwa tayari kutoa 10,000 kwa mavazi yale ambayo kiukweli sio bei yake. Basi bwana, nilidhania shilingi 7,000, alisema Chris huku anataka kuondoka. Poa bro, leta hiyo 7,000, nimeamua kukupendelea upendeze na vitu vya Marekani, alisema yule jamaa huku anakunja vizuri na kuchukua mfuko mmoja wa rambo. Enzi hizo bado inatumika. Hapo Chris akazama mfukoni na kutoa 7,000, akampatia yule jamaa ambaye naye alimpatia ule mfuko, kisha Chris akaondoka zake akitizama vitu ambavyo angeweza kununua, huko kichwani mwake anajiuliza kama alikuwa sahihi kununua ile mavazi ambayo alimvutia kwa ile picha na maandishi ambayo licha ya kutambua kuwa ni timu ya basketball kutokana na picha ya mpira wa mchezo huo pendo huko Marekani na maandishi ya Charlotte Honest ambayo kwa mara ya kwanza aliyaona kwenye t-shirt ya mwanadada mrembo Charlotte. Sijui ni ushamba, uzuzu au kuvutiwa na mwanadada huyo, Chris alijikuta akiona kuwa maamuzi yake yalikuwa sahihi, hivyo akaridhika na maamuzi yake. Chris mambo, alisalimia Chris kwa kutajwa jina
na sauti ya kike toka nyuma yake. Hivyo kabla hajaitika kugeuka na kutizama alikotokea sauti, macho yake yakutana na mwanadada mmoja wa rika lake aliyevaa nguo za uuguzi, yani kijigauni cheupe. Judy, mambo?" Alisalimia Chris akionyesha wazi kwa amekutana na mtu ambaye alipotezana naye muda mrefu. "Poa tu Chris, hivi Farida si unakaa naye jirani kule Kimoro?" aliuliza Judy ambaye pia alikuwa na mfuko mkononi. Ni wazi na yeye alikuwa ananunua nguo. "Ndio tena, sasa anasomea walimu." "Naona wewe umeshakuwa nesi," alisema Chris akionekana kupendezwa na kile alichokiona. "Ndio, sasa hivi mimi ni nesi baada tu ya kumaliza shule. Nilikwenda kozi ya mwaka mmoja ya uuguzi," alisema Judy ambaye lengo la kumuita Chris sio kuulizana maswali hayo. "Yaani unakaa jirani na Farida halafu unashindwa kuja kumwona hospitali? Yupo tokea jana usiku?" aliuliza Judy kwa sauti ya kusikitika. Ukweli Chris alishtuka sana kusikia hivyo. "Wewe, mbona mimi sijui? Yaani hata nyumbani sijui kama kuna mtu anafahamu. Amelazwa hospitali gani?" Chris aliuliza kwa sauti ya mshangao. Tena ni mshangao wazi kabisa. Maana anachojua Farida yupo chuo. Hivyo kama nikilazwa hospitali basi ametokea chuo. Amelazwa hospitali ya mkoa, tena ikiwezekana hata nyumbani kwao hawajui kabisa. Maana sijamuona baba yake wala mama yake. Sana sana walikuja wanafunzi wenzake wawili tu na hawajamletea chochote. Maana yani kama utaenda kumuona basi mbebe hata chai ya moto au uji mwepesi, alisema Judy kwa msitizo. "Sasa nitajuaje wadi ambayo amelazwa?" aliuliza Chris. "Ni wadi namba 5, tena kama unakwenda fanya haraka, maana muda wa kutazama wagonjwa ni mwisho saa 12, alisema Judy kwa sauti ya msitizo. Chris akatizama saa yake mkononi ambayo huwa inamsaidia sana kuamka na kwenda na ratiba za shule na kazi zake binafsi. Tayari ishatimia saa 11 za jioni. Hapo bila kujiuliza mara mbili wala kujua wodi aliolazwa Farida ni ya nini, Chris akaacha kile alichokuwa anakifanya na kuanza kutembea kwa haraka kuelekea upande wa hospitali ambapo ni lazima ingemchukua nusu saa au zaidi kwa mguu. Lakini hakulifikiria hilo. Yeye alichowaza ni kwamba akawahi kununua uji ambao mpaka hapo hakujua ataubebea wapi, na licha ya yote akajiuliza kwa nini mpaka sasa wazazi wa Farida hawajakwenda kumtizama binti yao, japo yeye alidhania kuwa bado hawajapata taarifa za kulazwa kwa binti yao mpendwa. Hivyo kuwajulisha alijua ni jukumu lake mara tu atakapofika nyumbani. Ni kweli Chris alitumia dakika 38 kufika nje ya uzio wa hospitali ya mkoa, karibu kabisa na lango la kuingilia pale hospitali, na ilishatimia saa 11:30. Ni baada ya kuwa alipitia bakery kununua baadhi ya vitu vya kumpelekea mgonjwa. Chris aliingia eneo lile la hospitali mkononi akiwa ameshika mfuko wenye vitu kadhaa ndani yake, ikiwa ni pamoja na boksi kubwa la juice ile anayoipenda Farida, yani ile aliyoigiza pale msogeze. Alipopelekwa na Chris akanyanduliwa na yule jamaa aliyemuita shemeji na kumuita shemeji, pia kununua vitafuna vichache kama vile keki laini na mkate na vitu vingine vingi kwa ajili ya mgonjwa, akiwa ametumia shilingi 20,000. Pia ndani ya mfuko huo kulikuwa na nguo alizonunua pale Majengo sokoni. Sasa ilikuwa imebakia na noti moja tu ya 10,000. Chris akiwa amebakiza muda mchache sana wa kutizama wagonjwa, kwa haraka akatizama vibanda vya mantilie waliokuwa kwenye eneo lile la pembezoni mwa uzio wa hospitali hii kubwa ya mkoa, akijaribu kutizama kama anaweza kumpata mama ntilie mmoja ambaye anaweza kumpatia huduma ya uji ikiwa na chombo cha kubebea. Kwa bahati nzuri akamwona mama mmoja mwenye uso wa upole uliopitiliza. Kama angekuwa hamfahamu huyu mama, basi angedhania kuwa anaumwa na mwenye mawazo mengi ya kupitiliza. Akaamua kumfuata huyo mama. "Shikamoo Bi Salini," alisalimia Chris. Sio kwamba bibi alikuwa anafahamiana na mama huyo. Hapana, ni kwamba huyu mama alikuwa maarufu sana hapa hospitali, maana amekuwa akiuza chakula kwa miaka mingi sana. Watu wengi walikuwa wanamfahamu. "Marahaba, karibu," alitikia Bi Salini kwa sauti ya upole na ya utaratibu sana. "Asante Bi Salini, samahani nina mgonjwa hapa ndani, yupo namba 5, nimeambiwa nimpelekee uji. Sasa sikuwa nyumbani na sijabeba chombo chochote," alieleza Chris, na hapo Bi Salini akatabasamu kidogo. Siku zote hicho ndio kicheko chake. "Sasa unahakika kuwa unahitaji uji pekee?"
aliuliza Bisalini huku anachukua chombo fulani mfano wa chupa ya chai lakini ndogo ya bati na kuanza kutia uji mwepesi. Sina uhakika ila kuna nesi nimekutana naye ameniambia hivyo, alijibu Chris, na hapo Bisalini ambaye alikuwa anamaliza kuweka uji kwenye ile chupa akamtizama Chris. Sasa utajuaje kama anahitaji chakula kizito kidogo, maana usiku mrefu sana. Sasa unapokuwa na njaa, alisema Selini ambaye mimi na wale tulisoma kiapo cha damu kwa damu ya Captain Chui, mchafu tunamfahamu. Hapo Bisalini alionekana kusita kidogo akamtizama Chris. Kwani mgonjwa wako anaumwa nini? Swali la Bisalini lilikuwa ni mzigo wa Chris. Maana licha ya kuambia kwa Farida anaumwa, lakini kiukweli hakuuliza anaumwa nini. Kwa kweli sijui anaumwa nini, maana mimi nimeambiwa tu kuwa amelazwa, alijibu Chris. Wakati huo aliona gari moja dogo linapita barabarani na kuingia kwenye lango la hospitali. Kilichomfanya azidi alizingatia gari hilo ni kwamba linafanana na gari dogo ambalo huwa linaletaga Charlotte shuleni. Yaani hujua hata mgonjwa anaumwa nini. Sasa utajuaje wadi aliolazwa? Aliuliza Bisalini kwa sauti ya upole huku anamtizama Chris ambaye swali hili alilijibu kwa kujidai. Wadi naijua ni namba 5. Alijibu hivyo pasipo kujua kuwa mgonjwa ulazwa kwa aina ya ugonjwa wake. Unanikumbusha mbali sana. Hata mimi na mume wangu wakati tunapata ujauzito wa kwanza nilikuwa na umri kama wako, alisema Bisalini kwa sauti tulivu sambamba na tabasamu dhaifu. Kusikia kauli ile Chris alijikuta akipokea kitu kama shoti ya umeme ikigonga kichwani mwake, lakini hakuzingatia sana, maana ukweli hakujua Farida amelazwa kwa ajili gani na kutaka kuamini kuwa amelazwa kwa masuala ya uzazi, maana hakumwona akiwa mjamzito. Sawa, kesho utamueleza aniletee hapa hii chupa, maana uji uliopo atakunywa mara 2, alisema Bisalini huku anampatia Chris ile chupa ya uji, naye akapokea na kutoa fedha yani noti ya 10,000. Mwanangu, huu ulikuwa ndio uji wa mwisho, nimekupa tu kumsaidia mwenzio, alisema Bisalini kama vile mwenye uhakika kuwa mgonjwa anayekwenda kumtizama Chris ni wa kike. Bisalini amejuaje kama naenda kumtizama mwanamke? Alijiuliza Chris wakati anatembea kulifuata lango la kuingilia hospitali ambapo alikuwa anapishana na watu wengi waliokuwa wanatoka, wakimaanisha kuwa tayari walikuwa wameshawatizama wagonjwa wao, maana hata muda uliobakia kama dakika 17 tu, labda hiyo wadi wanalazwa wanawake tu. Chris alijipatia jibu na kuondokana na male mawazo na kukaribisha swali jingine. Wadi namba 5 ipo wapi? Lakini hakutaka sana kuumiza kichwa kujiuliza swali hilo. Badala yake alipanga kwenda kuuliza kwa mtu yote hata kiona anafanana anafaa kumuuliza, maana wote walipishana nao walionekana kuwa na haraka ya kuwa wanakokwenda. Bahati nzuri kwa Chris ambaye sasa muda ulikuwa unazidi kumtupa mkono, aliwaona watu kadhaa tena wanawake wakiwa wamesimama nje ya gari moja dogo, na alipolitizama kwa haraka ilikuwa ni lile ambalo lilipita nje wakati ananua uji kabisa leni. Ngoja nikaulize wale, alisema Chris huku anachepuka kuelekea kwenye maegesho ya magari ambapo palikuwa na magari machache pamoja na lile alilolikusudia ambalo sio tu uzuri wa gari, pia hata wanawake wawili wakubwa waliosimama nje ya gari lile walionekana kuwa wametokea kwenye maisha ya kifahari, maana licha ya kuwa walikuwa wamejiuzia migongo, lakini aliweza kuwaona vyema na kutambua hadhi yao kwa kutizama mavazi yao na maumbo yao ambayo asingekuja bila kupata huduma bora. Ukweli kijana huyo mwenye ugonjwa kuogopa wasichana warembo aliamua kugaidi kuwasogelea wale wanawake na kuamua kuelekea ndani akauliza huko. Lakini kabla hajafika mbali akamwona mmoja wao akigeuka na kumtizama, halafu akamuuliza jambo mwenzie, naye akageuka na kumtizama. Moyo wa Chris ukashtuka kwa mshangao na msisimko baada ya kuona sura ya mwanamke huyo wa pili, sio tu kwa ajili ya muonekano wake na wa uzuri wake uliopitiliza au macho yake ya kupendeza na ile tabasamu aliyoashia mwanamke yule, ni sababu alitambua mara moja mwanamke yule. Chris, mambo, alisalimia mwanamke yule mrembo huku tabasamu likiendelea kushamiri usoni mwake na kuzidi kumshangaza Chris ambaye alikosa ujasiri moyoni mwake. Poa tu Charlotte, alitika Chris akiwa amesimama kwenye njia kuelekea upande kwenye wadi. Vipi, nani anaumwa? Aliuliza huku anatembea kumfuata Chris pale aliposimama.
kuna jirani yetu nimeambiwa anaumwa ndio naenda kumtizama, amelazwa wodi namba 5. Alijibu Chris, "Oh jamani, twende nikusindikize," alisema Charlotte akionekana kupendezwa na aina ya mgonjwa anayekwenda kutizamwa. Chris alishangaa uamuzi wa Charlotte na kabla hajamuuliza chochote cha kumzuia, Charlotte alivalia gauni refu na viatu virefu akiwa ameshikilia pochi yake mkononi. Akageuka kutizama kule kwenye gari. "Karo, nakuja sasa hivi," alisema Charlotte akimwelekeza yule mwanamke mwingine ambaye Chris hakuwahi kumuona hata siku moja. "Sawa, ila usichelewe, hatujui mjomba atakaa muda gani huko ndani," alijibu yule mwanamke aliyeitwa Karo, ambaye pia ni mzuri kama ana umbo kama la Charlotte, japo hakuweza kumfikia Charlotte mwenyewe. "Haya, twende tuwai, maana hapa tumemleta baba. Wakati tunatoka Ruhwiko kwa kina Karo, aliambiwa apitie hapa," alisema Charlotte, ambaye alionyesha kuwa ana nia ya dhati ya kumsindikiza Chris kwenda kumuona mgonjwa. Ukweli Chris alikuwa tayari. Hakuwa tayari kwenda kumuona Farida pamoja na Charlotte, kwani hakujua tatizo la Farida lililomfanya alazwe pale hospitali chumba namba 5. Lakini kabla hajafanya chochote, Chris akashtuka tayari Charlotte ameuchukua ule mfuko aliokuwa ameubeba na kuanza kutembea kuelekea upande wa korido la majengo ya kulazia wagonjwa, yani kwenye ward. "Huyo mgonjwa unasema amekuja kujifungua? Huyo mgonjwa unayemsema amekuja kujifungua?" aliuliza Charlotte, na hapa ikazidi kumchanganya Chris. Ikabidi aulize, "Kwani mwanamke akilazwa ni lazima awe amekuja kujifungua?" aliuliza Chris kwa sauti ya mshangao. "Sio lazima, anaweza kuwa anasumbuliwa na ujauzito wake au amelazwa na mtoto mchanga," alijibu Charlotte huku wakitembea kwa haraka, na hata baadhi ya wauguzi na waganga waliopishana nao waliwatizama kwa mshangao. Hasa alikuwa anamtizama Charlotte, ambaye ukiachilia uzuri na umbo na sura aliyojaliwa, pia walistaajabu kumwona mtoto wa mganga huko akiwa anaelekea kwenye upande wa wodi na ule mfuko ambao ulionyesha wazi kuwa alikuwa anakwenda kumtizama mgonjwa. Wapo waliokosa uvumilivu. "Charlotte, nani amelazwa?" waliuliza baadhi. "Jirani yetu na kwenda kumuona namba 5," alijibu Charlotte huku akiendelea kutembea. Wakati anaendelea kutembea, kichwani mwake Chris alikuwa anajiuliza juu ya kile ambacho amekisikia mara mbili na kuanza kuamini kuwa haukuwa ubashiri wala ubunifu, pengine lisemalo lipo. Chris alikuja kubaini ukweli mara tu walipofika pale udini na kutizama mazingira ya wagonjwa waliokuwa mahali pale. Naam, wa kwanza kabisa walipokelewa na sauti za vilio vya watoto wachanga. Pili, macho yao yaliweza kuona mama wajawazito waliokuwa ndani ya wodi ile. Au tumepotea?" aliuliza Chris akimtizama Charlotte, ambaye alipeleka macho yake juu ya mlango mkubwa wa kuingilia ndani. "Labda wewe ndio umepotea, lakini mimi nimekuleta namba 5," alijibu Charlotte huku akigeuza uso wake kumtizama ndani ya wadi, akimnenga dada mmoja aliyekuwa amejilaza kwenye kitanda cha pili toka mwanzoni, akiwatizama wao kwa macho dhaifu. "Nimeambiwa namba 5, lakini naona hapa ni watoto na mama wajawazito," alisema Chris huku akimtizama Charlotte, ambaye bado alikuwa anatizama ndani alikolala yule mwanamke, ambaye pia alikuwa anamtizama kwa macho fulani ambayo ilikuwa inaashiria jambo. Ukweli mwanzo Charlotte hakumuelewa yule mwanamke, lakini baada ya kumtizama kwa muda akatambua kuwa alikuwa anamuomba amuite mtu alikuwa karibu yake. "Chris, au mgonjwa mwenyewe ni yule pale?" aliuliza Charlotte huku akionyesha ndani ya ile wodi. Usawa alipojilaza yule mwanamke ambaye alikuwa peke yake. Chris naye akatizama kule alikonyoshewa na Charlotte. Macho yake yakakutana na Farida, ambaye sasa alileta tabasamu hafifu na kunyosha mkono akionyesha ishara ya kumuita Chris. "Yule pale," alisema Chris huku anaongoza kuingia ndani. Sasa alikuwa amebakiza dakika kama 7 au 6 hivi kutimia saa 12, mwisho wa kuona wagonjwa. Charlotte naye akafuata nyuma yake, wote wakaingia ndani na kwenda kusimama pembeni ya kitanda cha Farida, ambaye sasa alijiinua na kukaa kwenye kitanda huku akimtizama Charlotte kwa mshangao. "Vipi Chris, umekuja kumtizama nani?" aliuliza Farida kwa sauti dhaifu yenye uchovu, swali ambalo lilimshangaza Charlotte, ambaye sasa alikuwa anajiandaa kutoa vitu kwenye mfuko alika kwenye meza ya kitanda cha Farida. Ukweli hata yeye akasita kutoa vitu kwenye mfuko. Nadhani alijua mgonjwa aliyemkusudia sio huyu. "Nimekuja kukuona wewe," alisema Chris huku anatizama mazingira ya mle ndani.
ambamo sasa watu walikuja kuona wagonjwa walikuwa wanatoka nje kwa wingi. Ni wazi muda ulikuwa umebaki mchache sana. Jibu la Chris lilionekana kumshangaza Farida ambaye alikuwa anamtizama kwa Charlotte kwa macho ya kuibia. "Umejuaje kama nimelazwa?" aliuliza Farida ambaye hata uso wake ulionekana kudhoofika kwa kitu ambacho Chris na Charlotte walikuwa wanadhania ni kwa ajili ya kuugua. "Nimekutana na Judy kule Majengo, kanaambia kwa umelazwa," alisema Chris, na hapo Charlotte ni kama alipata hakika kuwa huyo ndio alikuja kumtizama. "Mambo mgonjwa, unaendeleaje?" alisalimia Charlotte kwa sauti lambatana na tabasamu laini, huku anaanza kutoa vitu vilivyokuwa ndani ya mfuko na kuweka juu ya kile kikabati pembeni ya kitanda, huku Farida akimtizama kwa jicho la udadisi. Ukweli Farida hakujibu salamu ya Charlotte, zaidi aliendelea kumtizama kwa macho yenye udadisi. "Farida, unasalimiwa," alisema Chris, na hapo Farida akawa kama anazinduka toka kwenye mshangao. "Oh, kumbe anaongea na mimi. Poa tu, mambo," alisalimia Farida huku anamtizama Charlotte ambaye sasa alikuwa ameshamaliza kutoa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mfuko. "Poa tu, pole sana," alisema Charlotte huku tabasamu lilikuwa limeng'ang'ania usoni kwake. "Asante," aliitika Farida. Naam, wakati huo ilisikika filimbi ya kuashiria kwa muda wa kutizama wagonjwa umekwisha, hivyo wanataka kutoka nje. "Sasa Farida, wacha sisi tuondoke. Naona muda umekwenda na Charlotte anasubiriwa na baki hapo nje. Nitapitia kesho nikitoka shuleni," alisema Chris akionekana kuwa na haraka. "Kwa hiyo hivyo tu umeniletea mimi?" aliuliza Farida kwa sauti ile ya kichovo. "Ndio, nimekuletea wewe. Judy ameniambia kuwa nikuletea uji wa moto tena mwepesi, na hiyo chupa ni ya yule mama mtilie anaitwa Biseline wa hapo nje," alijibu Chris huku anamgeukia Charlotte kwa lengo la kumwambia twenzetu, lakini Farida akamwahi. "Lakini hujanitambulisha, huyo mnafahamiana kivipi?" alisema Farida huku anachukua ile chupa ya uji. "Huyo ni Charlotte, anakaa pale Mabatini Uzunguni, tunasoma naye," alimtambulisha Chris, na Farida akaitika kwa kichwa kukubaliana na utambulisho ule. Wakati ule Charlotte akampokea Farida ile chupa. "Chris, na mimi hujanitambulisha mgonjwa wetu," alisema Charlotte kwa sauti iliyojaa utani, huku anasaidia kumimina uji kwenye kifuniko cha ile chupa. Baada ya kukabidhiana vitu na fedha za kesho kwa ajili ya Farida, Farida akaondoka zake na kuacha babu kofia mbaya na mke wake akaendelea kuongea. Hata Chris alipopitiwa na usingizi hakujua wazee wake wameondoka saa ngapi pale nje na kuingia ndani kulala, ila alichokuwa kukumbuka kwamba saa 12 kasoro aliamka na kuanza kujiandaa kwenda shuleni, ambapo alimkuta bibi yake tayari ameshaamka na anamaliza kuandaa chakula cha mgonjwa Farida. Hata muda wa kuondoka waliondoka pamoja na waliachana NPF, ambapo bibi kofia mbaya alishuka toka kwenye daladala na kuelekea hospitali, na yeye akaelekea stendi kuu kisha kuanza kutembea kwa miguu kuelekea Ruvuma, umbali wa kilomita kama 3.5, ambapo kwa mguu angetumia dakika 45 au nusu saa. Kisha alitembea kwa haraka huko njiani anawaza mambo mengi yaliyotokea kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na tatizo la Farida la kudungwa mimba karibu na kipindi cha mitihani yake ya mwisho, urafiki wake na Charlotte ambao ni kama ulikuwa unazidi kukua kiasi cha kuahidi kumletea mwanamke, ukiachilia baba yake Charlotte, yani Dr. Andaske Job, ambaye aliahidi kumsaidia katika kutimiza malengo yake, hasa akichagua kwenda kusomea udaktari, tena ule wa masuala ya uzazi. Ukweli licha kuwaza na kumwonea huruma Farida, lakini hakuwahi kusahau siku ile alipokwenda na Farida kule Msogeze Pabu, huku yeye akijua kuwa anakwenda kustarehe na mpenzi wake, na kumbe Farida anakwenda kukutana na mwanaume wake ambaye kwa dharau alimpeta 1,000 huku akimuita shemeji. Wakati Chris anakaribia kufika shuleni, akasikia mungurumo wa gari nyuma yake. Akasogea pembeni kulipisha gari hilo pasipo kugeuka kulitizama. Maana mida hii magari kadhaa huwa yanakuja shuleni kuleta wanafunzi, hasa magari binafsi ya wanafunzi wenye maisha bora. Lakini kama ile kupisha kwake haikutosha, Chris akasikia honi ya gari kipigwa, akapisha zaidi kwa kuingia kichakani, lakini akaona ile gari likisimama karibu yake. Alipolitazama vizuri, lilikuwa ni gari la Dr. Andaske, na macho ya Chris yakakutana na macho ya Charlotte. Alikuwa amekaa siti ya abiria, kwa mbele uso wake umejawa na tabasamu pana na macho ya aibu yenye kushindwa kumtazama Chris, huku baba yake akiwa anaendesha gari hilo. "Hujambo Dokta?"
alisalimia babake Charlotte kwa sauti ya uchangamfu. "Sijambo, shikamoo mzee," alisalimia Chris kwa uchangamfu. "Marahaba bwana Chris, naona umeshafika shuleni," alisema mzee Andaski, na wakati huo Charlotte akamgeukia babake. "Baba, mimi nishushe hapa." Mzee Jobu hakuwa na pingamizi, akamshusha binti yake ambaye tayari alikuwa ameshafika shuleni. Kisha akawaaga na kugeuza gari kurudi alikotoka, akiwacha Chris na Charlotte wakianza kutembea taratibu kuingia kwenye viunga vya shule. Ukimya ukiwa umetawala kati yao, japo nyuso zao zilikuwa zimetaliwa na tabasamu za aibu. "Mambo Chris," alivunja ukimya Charlotte. "Poa tu, zatoka jana," alitikia Chris, huku wote wakiwa katika hali ya tabasamu zilizogubikwa na aibu. Kwa haraka ungesema wawili hawa wanaoneana aibu kwa ajili ya maongezi ya jana. "Nzuri tu," alijibu Charlotte safari hii akicheka. Hapo kikapita kimya kifupi ambacho kwa maana nyingine kikavunjwa na Charlotte. "Huulizi mpenzi wako kama anakusalimia?" aliuliza Charlotte huku anacheka. Chris akaachia kicheko cha aibu. "Sikujua kama tayari umeshaongea naye," alisema Chris, ambaye moja kwa moja alijua kuwa ni Adela, yule mfanyakazi wa kina Charlotte. "Si nilikwambia kuna mtu anakupenda toka siku nyingi, wewe subiri tumalize mitihani utamjua," alisema Charlotte huku anachekesha. Na mpaka hapo Chris akajua kwa jambo hili lilikuwa ni kweli na kwamba Charlotte hakuwa na tania juu ya hilo. Ukweli alitamani sana kuwa ana mwanamke, japo hakujua lipi sahihi kati ya kuwa anatamani kitumbua au kuwa na mpenzi, ila alikuwa anajua kuwa itakuwa miujiza kwake. Ataliwa na Farida, mwanamke ambaye amemshuhudia anatembea na wanaume wengi, halafu Charlotte hajamwambia kuwa kuna mwanamke anampenda toka siku za nyuma. Na Farida alitoka hospitali siku ile ya Jumatatu, ilikuwa ni mida saa 9, wakati Chris akiwa anarudi toka shuleni. Kichwani kimetawaliwa na mawazo ya mwanamke ambaye Charlotte alikuwa amemtafutia, ambaye yeye alikuwa anahisi kuwa ni Adela. Chris aliweza kumwona Farida akiwa nyumbani kwao, amekaa kwenye kiambaza cha nyumba yao juu ya kigoda ama kiti kidogo cha mbao. "Mambo Chris," alisalimia Farida aliyekuwa kwa sauti ya uchangamfu. "Poa, mambo Farida," alisalimia pia Chris. "Poa tu, naona unatoka shule," aliuliza Farida, ambaye licha ya kuchangamka lakini bado alionekana kuwa dhaifu. "Ndio, unajua tena midala la salama hii," alisema Chris, na salamu zikaishia hapo. Hata siku ya pili ni Jumanne, mida ya saa 12 jioni, mida ambayo Chris alikuwa anarudi toka bustanini kwake. Alimkuta Farida pale nyumbani kwao anaongea na bibi Kofia Mbaya. "Mambo Farida," alisalimia Chris aliyebeba vifaa alivyotoka navyo kutumia bustanini, kama vile ndoo ya kumwagilizia, jembe na panga. "Poa tu Chris, mambo," alitika Farida kwa sauti iliyochangamka. Hata sura yake leo ilionekana kuchangamka, sio kama jana alipoonekana kuwa dhaifu. Hapo Chris akaingiza vifaa vyake ndani, kisha akachukua ndoo na kukinga maji na kuingia na bafuni. Bafu lao lilikuwa la passport, yani juu lilikuwa wazi. Jambo lilikuwa limefichwa sana na tando za mapasheni ambayo ilikuwa imestawi kweli. Wakati huo Farida alikuwa bado anaongea na bibi Kofia Mbaya. Hata Chris alipomaliza kuoga kaingia chumbani kwake, bado Farida alikuwa pale nje anaongea na bibi Kofia Mbaya. Wakati huo mzee Komba mwenyewe alikuwa ameshakwenda kunywa ulanzi kwa mzee Ndimbo. Baada ya kumaliza kuvaa, Chris aliweka vizuri kitanda chake ambacho muundo wake hakika utakushangaza. Nadhani sikuwahi kukudokeza, kwa mujibu wa Chris, kitanda hiki cha futi 6 kwa 3 kilitengenezwa na yeye mwenyewe, ambapo alitengeneza kuta mbili za tofali za kuchoma zenye urefu wa 2.5 sawa na sentimita 75. Yaani mbele upande wa kichwa na ukuta mwingine upande wa miguuni. Hizo ndizo zilitumika kama nguzo za kitanda. Juu ya kuta hizo alilaza nguzo mbili ndefu na ngumu za mti wa msuko, yani kushoto na kulia, halafu akasuka fito za mianzi pamoja na kamba ngumu za ukili. Hakika usingetambua kilichofanyika mara baada ya kulaza godoro aliloachiwa na mama yake. Ungesema ni kitanda cha kisasa kilichonunuliwa kwa gharama kubwa. Alipomaliza kuweka sawa kitanda chake, yani kukitandika, Chris akasogeza kikabatari kilichokuwa kinawaka kwenye meza yake mle chumbani, ambayo ujenzi wake haukutofautiana sana na kitanda chake, japo hii meza ilifunikwa kwa kambao kubwa
kama zilivyo meza nyingine ambayo ilitumika ni mbao, ilikuwa ya meza ya zamani. Baada ya hapo akatoa kitabu kimoja cha biology tayari kuanza kukisoma, lakini kabla hajaanza kukisoma akasikia nyao nyepesi usawa mlango na kuingilia mle chumbani kwake. Chris akatizama upande ule kwa msaada wa mwanga wa kibatari, akaweza kumwona Farida akiingia ndani. Ndio maana nimeona hutoki, kumbe unajiandaa na mtihani, alisema Farida huko anakwenda moja kwa moja kitandani. Si unajua tena hii ni final, nikicheka hapa nimeharibu kila kitu, alisema Chris ambaye alikuwa ameshikilia kitabu chake karibu kabisa na kibatari, akiamini kwa Farida angeondoka muda sio mrefu. Ukizingatia hakuwa na urafiki mkubwa kama zamani. Yaani mimi hata sijui nianzie wapi kusoma, ila najua nitapasua tu, alisema Farida kwa kujiamini huku anapanda kitandani na kujilaza, akionyesha wazi kuwa hakuwa na mpango wa kuondoka hivi karibuni. Kwa kuona hivyo Chris akaamua kuendelea kujisomea, lakini anapeleka macho kwenye kitabu. Farida naye akavuruga. Asante sana Chris kwa kuja kunitizama hospitali. Yaani wenzako ni wewe tu ndiye ulileta chakula pale. Nilikuwa sijala chochote toka jana usiku yani, alisema Farida kwa sauti kama ya kushukuru hivi, lakini ilojaa ulalamikaji na manunguniko. Pole sana, lakini cha kushukuru umeruhusiwa kutoka hospitali, alisema Chris huku macho yake yako kwenye kitabu, japo alichokuwa anasoma hakikuweza kukaa kichwani mwake. Yaani Chris naamini kuwa ni rafiki yangu wa kweli, alisema Farida kwa sauti ambayo ilionyesha wazi anachokisema kinatoka moyoni mwake. Hakika hata Chris ajihisi ufahari moyoni mwake. Usijali Farida, mimi nitakuwa rafiki yako daima, alisema Chris kwa anacheka kwa ufahari alioveshwa. Yaani Chris, naomba unisamehe kwa kukuzungusha, alisema Farida kwa sauti ya kuomboleza. Wala usijali Farida, sio kila alipangalo mtu lazima aipate, alisema Chris huku anacheka. Useme hivyo Chris, mwenzio naumia, sema tu sijakaa sawa, ningekupa hata sasa hivi. Siwezi kuendelea kukuzungusha, alisema Farida ambaye alikuwa bado amejilaza kitandani. Ukweli kwa maneno hayo Chris yalimsimua na kumfanya kukenua meno kwa tabasamu la furaha. Hakika hakutegemea kama itakuwa nyepesi hivi. Chris alishindwa kujibu, akabaki anachekea tu kama chizi. Sema basi kama umenisamehe Chris, alisema Farida kwa sauti ya kubembeleza. Mbona sija kukuchukia Farida, alisema Chris akiendelea kujichekesha. Ukweli hakujua kuwa anakaribisha maumivu mengine. Nakupenda sana Chris, na wewe naomba unipende kama ulivyokuwa unanipenda zamani, alisema Farida kwa sauti ya kubembeleza. Lakini Farida, mbona sija kukuacha kukupenda, alisema Chris ambaye aliona wazi kuwa Farida ameamua kumpenda kiukweli. Wawili hao wakiwa wamefungua ukurasa mpya wa mapenzi, waliongea mpaka mida saa 2:30, ndipo dada wa kazi kwa kina Farida alipokuja kumuita kwamba chakula tayari, naye kuondoka zake akimwacha Chris anaanza kujisomea. Na urafiki wao ni kama ulifufuka kwa nguvu sana. Wiki moja ambayo Farida alikuwa hapo nyumbani kwao. Kila siku jioni Farida alikuwa anakuja nyumbani kwa kina Chris, akipitiza moja kwa moja chumbani kwa kina kijana huyu ambako wangeongea mambo ya usio mapenzi na matukio ya kuburudisha ya shuleni na chuoni mpaka saa 2:30 au 3 kasoro, mida ambayo Farida angekuja kuitwa na dada wa kazi. Na wiki moja baadaye Farida alirudi chuoni, ni baada ya baba yake kwenda kuomba mwanae aruhusiwe kufanya mtihani wa mwisho. Mitihani ilianza. Chris alizingatia mitihani yake na kuhakikisha anafanya vyema mitihani yake, huku mara kwa mara akionana na Charlotte na kuzungumza japo kwa uchache, lakini kila mmoja alimfurahia mwenzie, japo Chris alishasahau kuwa alishaidiwa kuletewa mwanamke mara baada ya kumaliza mitihani. Yeye mawazo yake yalikuwa kwa Farida tu. Maskini kijana wetu Chris hakujua kuwa kichaa huwa akipone huwa kinatulia tu kwa muda. Chris alikuja kulithibitisha hilo siku ya mahafali ya chuo cha ualimu, ikiwa tayari mahafali ya shule ya Ruvuma yalishapita wiki moja kabla ya kuanza mitihani. Maana siku 3 kabla ya mahafali Farida alituma ujumbe kwa karatasi kwa Chris, maana bado kijana wetu hakuwa na simu mkononi. Ujumbe ulikuwa na maneno mazuri na matamu ya kimahaba. Mpenzi wangu, kesho kutwa Ijumaa tunafanya mahafali. Baba na mama wamesema hawaji kwenye mahafali. Naomba uninunulie taji la kunivisha ukumbini wakati wa kupokea cheti.
Pia unaendelea zawadi ya kunipa siku ya mahafari, namba iwe gauni, chupi, sidiria na viatu. Ukweli mara baada ya kupata ujumbe huo, Chris alichangamka kuanza kuongezea fedha na kununulia taji pamoja na zawadi. Huwezi amini, ndani ya siku 2 alitumia muda wake vyema kabisa kufanya kazi nzito ya ubebaji wa zege kwenye jengo la tajiri mmoja pale Mahenge C. Akajipatia 30,000, maana siku moja alipata 15,000. Hata siku ya Ijumaa alikwenda kusaini cheti chake cha shule na kuondoka haraka kuwahi mjini ambako alinunua zawadi na taji akitumia 40,000 ambazo aliongeza na 10,000 ambayo alikuwa nayo toka mwanzo. Saa 3 Chris alifika nyumbani kwao Kimoro na kuvaa nguo zake za kanisani, kisha akabeba vitu vyake alivyoagizwa na Farida, kisha akaanza safari ya kuelekea chuoni. Alitembea kwa haraka sana. Ilikuwa mwanzo wa sherehe hizo za mwisho za wanafunzi wa grade A, huko njiani akiwaza namna atakavyokwenda kumvalisha taji mpenzi wake Farida, ikiwa ni kumkabidhi zawadi yake. Saa na dakika 5 ndio muda ambao Chris aliingia kwenye maeneo ya chuo ambayo ilikuwa imechangamka kwa sauti za muziki na watu walikuwa wengi sana walikuwa wanaingia maeneo yale na kuelekea ukumbini, maana tayari mahafali yalishaanza. Walionekana wanafunzi waliopendeza kwa sare zao wakiwapokea wageni wao na kuelekea huko ukumbini. Kati yao alikuwa Farida ambaye alikuwa amesimama na jamaa mmoja hivi mwenye mwili mdogo fulani hivi, akionyesha kuwa ni grade A wa mwaka wa kwanza, ambaye kiukweli licha ya kuvalia sare za shule lakini alionekana kuwa kibisho zaidi. Alivaa kiunioni kama vile vijana wengine wa Bongo Flava huvaa. Ungesema ni mwanafunzi wa form 4B na sio mwanafunzi wa walimu. Jamani Chris, mbona umechelewa hivyo? Mpaka nikaanza kukata tamaa, alisema Farida kwa sauti ya kulalamika huku anachukua mfuko mkononi mwa Chris. Nilienda kwanza shuleni kusaini leaving, alisema Chris. Lakini sidhani kama Farida alimsikiliza, maana alikuwa mwenye haraka sana. Chris, ingia ukumbini, si unataka kuangalia mahafali? Alisema Farida huku anatembea kuelekea ukumbini akifuatwa na yule jamaa. Daudi, chukua hivi, wacha mimi nikakae kwa wahitimu, alisema Farida huku anampatia ule mfuko yule jamaa aliyemwita Daudi. Chris alishindwa kuelewa lile jambo linamaanisha nini. Ina maana yeye jukumu lake limeishia pale au hakumuelewa vizuri Farida? Hata hivyo akaamua kuzingatia maneno ya mwisho ya Farida kwamba aingie ukumbini kama alikuwa anataka kuona mahafali. Hivyo kijana wetu akaingia ukumbini taratibu huku anatazama sehemu ya kwenda kukaa. Mle ndani kulikuwa na mpangilio maalum wa ukaaji, maana licha sehemu kubwa ya ukumbi kukaliwa na wanafunzi wa chuo ambao ungeweza kuwatambua kwa sare zao na mashati meupe na sketi na suruali nyeusi, huku wenzao wa timu wakikaa upande wa kushoto wa ukumbi. Waliweza kuonekana waanzo walivyojitenga na wenzao, huku wakiacha nafasi ndogo sana kwa wageni waliovalia nguo nadhifu za kiraia, wa kike kwa kiume, ambao walikuwa wamekaa eneo dogo la mbele huku wameshikilia vifurushi mbalimbali vya zawadi. Pia eneo hilo la mbele walionekana baadhi ya viti vikiwa wazi. Kwa haraka na kwa uzoefu wake, Chris akatambua kuwa anatakiwa kukaa pale walipokaa wageni wa kiraia, ambao ndio wageni kutoka nje ya chuo ambao walikuwa ni mchanganyiko, yani wa kike na wa kiume, vijana kwa wazee na watoto wachache sana walioambatana na wazazi wao kuja kuwapongeza wahitimu wao kwa zawadi walizokuwa wamezikumbatia mikononi mwao. Hivyo Chris akiwa ni mmoja wa wageni kutoka nje akaenda kukaa kwenye moja ya siti kati ya zile zilikuwa wazi, sambamba na wageni wenzake. Kitaalamu ongeza kusema wazazi au walezi, siti ambayo haikuweza kumzuia Chris kuweza kuona jinsi ratiba ya mahafali ilivyokuwa inaendelea, na pia aliweza kumwona Farida aliyekuwa amekaa siti ya mbele kabisa katika lile kundi la wahitimu, akiwa ameshatimiza jukumu lake la kupeleka zawadi kwa mwanamke ambaye amemwaahidi kuwa sasa hatomfanyia makosa yoyote. Chris alijiona kama shujaa kwa kuweza kutimiza kile ambacho kingempa furaha mpenzi wake, yani kumletea zawadi ya taji na gauni, viatu, chupi na sidiria kama alivyoomba. Alijikuta mara kwa mara akimtazama kule alikokaa Farida, akitarajia wangegongana macho na kutabasamu, lakini na mpenzi huyo ambaye tarajia kuwa atakuwa na furaha kubwa sana kwa kutimizwa alichohitaji. Ukweli licha kukutana macho mara mbili, lakini Farida hakuonyesha dalili yote ya kutabasamu, ila badala yake Farida alionekana kutazama upande wa jukwaa la wanafunzi, ama kwa kila baada ya dakika chache ungemwona anamtazama huko
na kutabasamu, kitu ambacho licha ya kijana wetu Chris kujaribu kutizama kule kwenye jukwaa la wanafunzi ili kumwona alimtabasamisha Farida, lakini hakuweza kumuona. Na mgeni rasmi aliingia ukumbini na kufungua rasmi sherehe zile za mahafali, sherehe ambayo ratiba yake ilikuwa vizuri kwa haraka, huku kuna wakati Chris akijiuliza atakapohitajika kwenda kumvisha taji na kumpa zawadi Farida, angempa vipi yule mwanafunzi angempata vipi yule mwanafunzi aliyeitwa Daudi ambaye alikuwa ameshika zile zawadi na kuingia nazo ukumbini. Lakini akajipa moyo kwa Farida atakuwa ameweka mambo sawa, hivyo Daudi ndiye ambaye angemtafuta yeye wakati utakapofika. Lakini haikuwa hivyo. Wakati ulipofika ndipo Chris alipoisoma rangi nyeusi, maana mida saa 6:15 mshereheshaji yani MC akatangaza kifuatacho: sasa unawadia wakati wa mgeni rasmi kugawa vyeti kwa wahitimu wetu. Hapo Chris akajikuta na tabasamu kwa kuona ndio ule wakati wa kwenda kumvisha taji mpenzi wake, ambaye pia mara baada ya kuja nyumbani angeanza kujilia kitumbua kama ameshaoa vile. Utaratibu ufuatao naomba uzingatiwe ili kwa muda, alisema tena MC na kuendelea kueleza maelekezo ambayo sio mgeni kwa wageni wetu, maana tulishatoa kwao toka jana, na kwamba tunaamini kuwa tayari walishawapa wazazi wao au walezi au mtu yeyote aliyekuja kumpongeza kwa kumaliza kwake mafunzo ya walimu. Alisema yule MC ambaye hakuishia hapo, labda nikukumbushe kwa msaada wa wale ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wamesahau au hawakuelekezwa na wahitimu wao. Hapo hata Chris akatega sikio kwa umakini, maana yeye ni mmoja kati ya watu ambao hakupewa maelekezo yoyote muhimu. Atakapoitwa jina kuja kupokea cheti chake, atakuja mtu mmoja tu, mtu maalumu alichaguliwa na mhitimu mwenyewe kuja kumvalisha taji na pengine kumpatia zawadi yake kama imeandaliwa. Naamini kila mhitimu amemchagua mtu wake na pengine apige naye picha ya kumbukumbu. Zawadi nyingine pamoja na kupeana mikobo, zawadi nyingine pamoja na kupeana mikono ya pongezi itafanyika hapo nje mara baada ya mgeni rasmi kutoka ukumbini. Alimaliza MC na hapo ikaanza kazi ya ugawaji wa vyeti. Wahitimu waliitwa mmoja baada ya mwingine, na kila mhitimu alipoinuka basi kuna mtu mwingine aliinuka na kwenda pale mbele, na baada ya mhitimu kupewa cheti naye alimvisha taji lake kisha akamkabidhi zawadi kama hivyo, halafu angerudi kwenye sehemu zao. Na hapo Chris akawa anatizama huko na huko kuona kama ataletewa zile zawadi zake za kumkabidhi Farida, lakini hakuona dalili yoyote. Zaidi aliweza kuona baadhi ya wanafunzi wakienda kuvisha mataji na wanafunzi wenzao ni wazi walikuwa wanafunzi toka mbali ambao hawakuwa na ndugu hapa Songea, maana wapo waliokwenda kuvisha mataji ya wenzao waliotangulia ili mradi wapate picha nzuri ya kumbukumbu. Zoezi hilo kiukweli lilikuwa refu kidogo, maana wahitimu walikuwa wengi licha ya kufuata muundo wa herufi wakianzia na A, lakini Farida ambaye ni herufi F alikuwa ni mtu wa 30 na kitu. Farida Isa Matukuma. Ilisikika jina la Farida likiitwa. Chris naye akasimama ili aende kumvisha taji, akijua kwa Daudi akimwona atamfuata kumkabidhi zile zawadi, lakini akashangaa kumwona Daudi akienda moja kwa moja kule jukwani sambamba na Farida mwenyewe, huku watu wakishangilia kwa nguvu sana. Hata baadhi ya wanafunzi wa Mbeya walipiga ukelele wa shemeji, walipiga ule kelele wa shemeji yake. Hapo Chris akajisi kama amemwagiwa maji jamani. Akajikuta anakaa chini taratibu na kutizama tukio la kuvalishwa taji kwa Farida pamoja na kupewa zawadi ambayo yeye alijichanga sana kwenda kuinunua. Hata mikono yake ilikuwa haijapoa vizuri maumivu aliyapata kwenye kuchanga zege, kazi ambayo malipo yake alinunua zawadi zile ambazo sasa Farida alizipokea toka kijana mwingine ambaye sasa haikuwa siri tena kuwa alikuwa ni mpenzi wake. Farida. Kitendo kile kilimuuma sana Chris ambaye aliwaza mambo mengi sana juu ya kile ambacho Farida alimtendea. Yaani juzi tu ametoka kutubu na kuomba msamaha kwangu, halafu leo anafanya tena mambo yale. Aliwaza Chris ambaye kiukweli sasa hakuweza tena kufuatilia ugawaji wa vyeti. Alikuwa anawaza kwa uchungu kile kilichomtokea. Alikumbuka jinsi alivyofanya kazi ngumu kusaka fedha ya kumnunulia zawadi, halafu leo anakuja kukabidhiwa na mwanamume mwingine kwamba ndiye mtu maalumu kwake ambaye ni wazi kabisa alikuwa mpenzi wake. Maana wanafunzi wenzao walishangilia sana na wengine walisema shemeji
Hakika ilimuuma sana Chris, ambaye kuna wakati alihisi machozi yakianza kulenga machoni mwake. Tukio hili lilimfanya Chris akakumbuka baba yake ambaye hakuwahi kumuona hata siku moja, na kumlaumu kwa kumtelekeza katika hali ya umasikini kama huo ambao leo ulimletea dharau. Alishinda kulaumu maamuzi ya mama yake kukubali mtu ambaye hakuwa na mpango naye. Pengine mama yake ndiye alikuwa chanzo cha baba yake kuwatelekeza. Hapana, wacha nisikie neno la mwisho la Farida. Haiwezekani nifanye mjinga kila siku, aliwaza Chris akiwa amekaa kwenye kiti huku ameshika tama, macho kwa Farida aliyekuwa amekaa kwenye kiti chake, mwingi wa tabasamu na zawadi amezikumbatia mkononi. Ukweli katika dakika 45 za ugawaji wa vyeti ambazo Chris alikuwa mle ndani ya ukumbi mpaka mgeni rasmi alipofunga sherehe hizo na watu kuanza kutoka ukumbini, na yeye kujaribu kumkimbilia Farida ambaye alimkosa, maana wahitimu walikwenda sehemu walioandaliwa kwa ajili ya kupata chakula, lakini hakuondoka. Alipanga amsubiri mpaka atakapomaliza kula ili amuulize kile alichopanga kumuuliza. Saa 8:30 ndio muda ambao wahitimu walimaliza kula, na hapo wahitimu wakajiunga na wageni wao wakila na kunywa vinywaji ambavyo wengine wageni waliendelea kwa wenyeji wao na wageni walibeba kwa ajili ya wahitimu wao. Na ndio muda ambao yeye alibahatika kumuona Farida akiwa anaelekea upande wa mabweni yao. Hivyo akamkimbilia. Bado upo Chris? Hujaenda nyumbani tu? Aliuliza Farida kwa mshangao huku anaendelea kutembea. Farida, nahitaji kuongea na wewe, ndio maana bado sijaondoka, alisema Chris huku akiendelea kumfuata Farida ambaye hakuonyesha dalili ya kusimama na kumsikiliza. Jamani Chris, kesho tunarudi nyumbani, kwani una haraka sana kuongea na mimi? Aliuliza Farida huku anaendelea kutembea kuelekea upande huo wa mabweni. Ndio Farida, itakuwa vyema kama utaongea leo, alisema Chris ambaye kiukweli leo alionyesha wazi kuwa alikuwa amehuzunika na kunyong'onyea huku anazidi kumfuata Farida. Kitendo cha kufuatwa na Chris ni kama Farida akikumpendeza. Kwa hiyo ndio unataka unifuate mpaka bwenini, au unataka kila mmoja ajue kuwa unanitongoza? Aliuliza kwa hasira Farida huku anaongeza mwendo. Hapo Chris akajikuta anapunguza mwendo yeye mwenyewe. Haya basi, nakusubiri hapa, alisema Chris huku anasimama na kumsindikiza kwa macho Farida ambaye alikuwa anaonekana mwenye haraka sana. Chris alisimama pale kwa muda wa nusu saa pasipo kuwa dalili ya ujio wa Farida. Wanafunzi walimpita kumuuliza kama kuna mtu anamhitaji akamuite, naye akasema anamhitaji Farida, lakini kila alikwenda akarudi wala hakumpatia jibu. Na yeye hakukata tamaa, aliendelea kumsubiri mpaka alipo katika lisali 1:30, yani saa 10:45. Ndipo alipokuja mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa ametokea upande ule wa bweni la kina Farida, ambaye mwanzo aliahidi kwenda kumuitia Farida. Kaka, bado hujampata? Mbona nilimuita akasema anakuja, alisema yule mwanafunzi wa kike kwa sauti ya mshangao. Bado sijamwona dadangu, alijibu Chris kwa sauti yenye uchangamfu wa kulazimisha. Okay, sikia kakaangu, sasa hii Farida hayupo bwenini, ila wamezunguka upande wa barabara. Nenda mpaka kule kwenye viwanja vya michezo, utakuta wanafunzi wengi na yeye atakuwepo huko, alisema yule mwanafunzi. Hapo Chris hakuhitaji kushangaa tena wala kujiuliza huko uwanjani Farida atakuwa anafanya nini. Yeye akatoka haraka kuelekea upande huo ambao ni mwendo wa nusu saa tu mpaka kufika uwanjani kwa mzunguko wa kufuata barabara. Njiani aliweza kujiuliza sababu ya Farida kutokuja pale alipokuwepo, wakati alikuwa anajua kuwa anamsubiri. Ni kweli Farida alifika kule uwanjani na kuwakuta wanafunzi wengi kidogo, walikuwa wawili, yani mwanamke na mwanaume, mpaka 4 na zaidi, chini ya miti mikubwa yenye vivuri, wakipata vinywaji na bia na pombe kali. Haikumshangaza sana Chris, maana kawaida pombe zingine zingeruhusiwa kule chuoni. Ndio maana wapenda starehe waliamua kuja kujipongeza huko vichakani, huku wengi wao wakionekana ni wapenzi na tayari walikuwa wameshalewa na wamekaa mikao ambayo Chris aliweza kuiona mahali pale kati ya wanaume na wanawake. Ndio iliyomfanya ajue kwa nini eneo hili huwa anakutaga mipira ya kiume mingi sana. Ni kweli Chris alifanikiwa kumpata Farida wake ambaye alimkuta akiwa na Daudi. Wamekaa mkao ambao hata mtoto wa miaka 2 angetambua kuwa ni zaidi ya urafiki, maana Farida alikuwa amekaa kwa kuegemea kifua cha Daudi. Aliegemea mti na chupa zao za bia mkononi.
na nyingine kadhaa zikiwa zimelala chini. Umefuata nini huko? Si nimekwambia tutaongea kesho jamani. Mbona kama unataka kuniharibia siku yangu Chris? Alisema Farida kwa sauti iliyojaa ukali. Msikilizaji, tukutane saa 3 kujua nini kiliendelea. Asante.